الحمد لله الحنان المنان العزيز الرحمن المعبود في كل زمان، وأثني بحمد من أنزل قرآنه شفاء ورحمة للمؤمنين وبلاء ونقمة للكافرين، القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أيها المسلمون الكرام، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إخوة الإسلام والإيمان، baada ya kumhimidi Mola subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi, kwa hakika yatupasa tuzirudishe shukrani kwa Mola subhanahu wa ta'ala kwa kutupa tawfik na uwezo kwa mara nyingine kuweza kukutana katika nyumba miongoni mwa majumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwat al-Islam wal iman, kwa mara nyingine tulipokutana hapa kwa leo, maudhui yetu tutaangalia maudhui yanayosema kasbul halali sharafun lilmu'mini, kazi iliyokuwa ya halali, kazi ambayo kwamba Muislamu atakiwa kutumia kipato chake. Ni kazi gani? Ni kazi ambayo kwamba au ni kipato cha halali, na kipato kama kile maulama watuambia ni sharafun lilmu'mini. Uislamu, ndugu wapenzi Waislamu, haujamkataza Muislamu, haujamkataza mtu yoyote kuto kufanya kazi, bali itategemea kazi ile utaifanya kwa namna gani, kazi ile utaifanya kwa njia gani. Iko kazi ambayo kwamba mtu ni ya kujiajiri mwenyewe, na hili ndio ukiangalia Uislamu ndio umesisitiza sana, na ndio ukirudi utakuta mitume wengi wamefanya kazi na haswa za kujiajiri. Ukiondoka na hapo, kuna kazi ya kuajiriwa, na kazi ya kuajiriwa ukirudi kuwasoma mitume alayhi salatu wassalam, utawakuta pia walifanya kazi na haswa pia za kuajiriwa walifanya. Na haya hatuyazungumzi tu kwa kuwa ni maneno mujarradi wa maneno, bali ni maneno ambayo ni mambo yameelezwa na Al-Qur'an Al-Karim, ni maneno yaliyoweza kuelezwa ndani ya Al-Qur'an Al-Karim. Msome mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
Nabii Allah Zakaria. Nabii Allah Zakaria alikuwa ni mshonaji kofia, yani ni mtu ambaye anayeshona. Leo kazi ya kushona, hebu angalia, rudi uangalie kazi ya ushonaji, ikiwa ni ya cherehani, ikiwa ni kazi ya kushona kofia zile za mkono za vito, ikiwa ni ya kushona kofia za uzi. Ni wangapi katika sisi ambao kwamba twashona? Utakuta kwamba leo ukiishona kofia ya vito ile, mtu anakwambia hamna, nimepata pesa kidogo, shilingi 7,000 8,000. Leo vijana wangapi hawana makazi na hawajui kushona? Yalaiti ingelikuwa yuashona, angelikuwa ana kazi, hana kazi. Leo vijana wangapi wako ndani ya majumba, mpaka anapotaka kuoa mpaka afanyiwe mchango, wakati ambapo kwamba kazi za kufanya na mtu akapata pesa yake yeye ya kujisimamia ziko zitele. Hii ni kazi ya kushona, ni kazi ya kujiajiri. Leo vijana kama sisi, ukimwambia kijana nenda kajifundishe kushona na cherehani, keti mahala, nunua cherehani yako shilingi 15,000 20,000, keti mahala ushone, hayuko tayari. Leo tumeridhia kwamba nguo zetu, hata kanzu yangu mimi na wewe, tukitaka kushonewa kanzu mpaka tuipelekee kwa kina nani? Kina Pita na kina John. Wakati ambapo kwamba ingalikuwa kuna Muislamu yuashona, hauna haja ya kumpelekea yule, ni umpelekee yule Muislamu mwenzako, umuinue. Ni miongoni mwa kazi za kujiajiri. Kwa hivyo ni wajibu kwetu sisi kama vijana leo hii tuweze kujiajiri kwa kazi ndogo ndogo kama hizi. Twaziona ni ndogo kwa mtazamo wetu, lakini ni kazi kubwa. Nabii Allah Zakaria alikifanya kazi hii. Msome Nabii Allah Daud. Nabii Allah Daud alayhi salatu wassalam alikuwa ni mfua vyuma. Leo kijana wa Kiislamu ukamwambia nenda kaingie katika kazi ya kufua vyuma, anakwambia ukitoka pale wanuka vyuma, siwezi fanya kazi hii. Ukimwambia kijana wa Kiislamu twende ukasomee wiring ya stima, akwambia nitapigwa shoti, siwezi fanya kazi hii. Leo kijana wa Kiislamu ukimwambia twende ukasomee mechanic, uingie kazi ya umekanik, anakwambia mimi siwezi kugusa oil. Yani anataka bure bilashi, bwerere, yani akae nyumbani aweze kufaa, aweze kuletewa. Leo vijana wengi tumeangukia kutoka nyumbani saa 3 asubuhi tuende maskani, turudi saa 6 tule, mama chakula kiko, tukimaliza twatoka ni maskani, tukirudi ni saa 2 usiku tule, twaenda maskani kwenye kutafuna, vitafunwavyo havijulikani. Huyo anayekuja kuuliza nyumbani ni barobaro miaka 20, miaka 25, hajui kufanya kazi. Ukimpa tarimbo hajui yashikwa vipi, yachimbua vipi mchanga. Ukimpa kibuyu hajui jiwe mwamba wagongwa vipi. Ukimpa sururu hajui yashikwa vipi. Kisha mtu anarudi akwambia sina kazi. Uislamu umesisitiza kazi za kujiajiri. Haya basi, hii ni uwezi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamweleza Nabii Allah Daud, asema wa alanna lahu hadida,
kumlainishia Nabii Daudi zile chuma, huziswarifu, huzitumia namna anavyoweza. Tengeneza panga, tengeneza shoka, tengeneza vile anavyotaka, na akenda akafanyia kazi. Ndiyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, la an yahtadiba ahadukum hizmata khatabin fayati biha ila suq wa yabi'aha khairun wa inna nabiy Allah Daud kana yaakulu min amali yadihi. Mtume alipoulizwa ayu kasbin afdal, ni kazi gani ambayo ni bora zaidi, Mtume akasema hivi, ni bora zaidi mtu achukue shoka lake na kamba yake, aingie mwituni, ende akachume kuni kule, akakate kuni zake, azipige fundo vizuri, azibebe mgongoni, aingie nazo sokoni, mtaani, mijini, akaziuze. Akisha kumaliza kuziuza, arudi, akija nyumbani amefuta jasho lake, aje atumie pesa yake. Ni halali kuliko kwenda kungojea kukaa kula vya haramu kama tunavyongojea sisi. Kisha akapiga mfano akasema, hakika mtume wa Mwenyezi Mungu Nabii Allah Daud alikula kwa kutumia kazi aifanyayo yeye mwenyewe kwa mkono wake. Nabii Allah Daud alikuwa akitengeneza vyuma, akiuza na akipata pesa. Wasome mitume wengi ambao kwamba yoyote utakayemsoma utakuta alikifanya kazi. Miongoni mwa kazi ambazo mitume wamezifanya ni kazi ya ufugaji na ukulima. Leo tujiulize sisi Waislamu, ni Muislamu gani ambaye kwamba yafanya kazi ya ufugaji ng'ombe wale wa maziwa, akawalea vizuri, wakawa wanatoa lita za kuhesabu? Tupige mfano, leo ukienda China wanafuga ng'ombe wa maziwa. Mchina anakufugia ng'ombe ambaye asubuhi akimkamua hana chini ya lita 20 mpaka 30. Asubuhi lita 20 mpaka 30, hiyo ni asubuhi. Nenda jioni, ashatoka malishoni, amerudi nyumbani, hana chini ya lita 20 mpaka 30 mpaka 35. Huyo yafanya hiyo kazi na kila lita yaiuza. Leo Waislamu wangapi wanao ng'ombe? Ng'ombe zetu tukizifuga tupata lita ngapi za maziwa? Ni kikombe cha robo. Ni kikombe cha robo. Hai ni robo basi. Fuga. Wengi hatutaki kufuga. Wengi na haswa vijana wa sasa hivi, ukawaambia masaili ya kufuga, hawana haja na kilimo cha kufuga. Hayuko tayari kufanya kilimo cha kufuga. Nabii Allah Adam alayhi salatu wassalam kazi ya ufugaji aliifanya, kisha akaja akafanya na kazi ya ukulima. Haya ukitaka kuyajua, soma kisa cha wanawe wawili walokuwa mpaka wakaja ikafika mmoja kumuua mwenzake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoieleza kisa kama hiki, watlu alayhim naba abnai adama idh qarraba qurbanan, mpaka mwisho Mwenyezi Mungu akatuonyesha, akawaambia kwamba hawa kila mmoja kazi aifanyayo alete, atoe sadaka kulingamana na kile kifanyacho. Hawa wali
walichukua wapi kazi zile? Mmoja alikuwa ni mkulima, ndiyo pale alipoleta sadaka yake akatukua zile nafaka za makulima. Mmoja alikuwa ni mfugaji, akaleta kondoo. Kwa nini huyu alete nafaka na kwa nini huyu alete mnyama? Kwa sababu huyu kazi yake ni ufugaji, yule kazi yake ni ukulima, na wote waliarithi haya kwa baba yao Adam alayhi salatu wassalam. Leo tembea, ni maeneo mangapi yanayo makulima? Leo mtu tamsikia mtu nina ekari 10, ekari 10 zile akipanda hapandi hata robo eka, anapanda mahala penye kilo 1. Wangapi? Tunao wengi. Nenda maeneo ya Digo, mashamba yamejaa tele, lakini ukulima hakuna. Nenda maeneo ya Tana River, ukulima hakuna, mashamba yamejaa. Yataka mtu awe afanye ile kazi ya halali. Ndiyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, almu'minu yamutu bi'araqi aljabin. Mu'min hufa, hujitahidi akala cha halali, basi ni kwa sababu ya kufuta jasho lake. Msome Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Mtume alifanya kazi zote alizifanya. Ukirudi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, unapoisoma sira utakuta bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kana yar'a al-ghanama fi sigharihi fi ahli Makkah wa ya'ishu min ujratihi. Alikuwa akifanya kazi ya ufugaji, yeye alikuwa akifanya kazi, ameajiriwa na watu wa Maka, wakawa wanamlipa kwa kuwachungia mbuzi. Kijana gani leo amemaliza form 4, hajapata kazi, hajaenda university, hajaenda college, hana kazi yoyote, hana bazi, ukamwambia nenda kaajiriwe uchunge mbuzi, aweze kwenda kufanya? Hakuna. Bali kazi tunayoiweza kubwa wengi wetu, basi ni hawa watakwambia, mimi nikimaliza form 4 naenda zangu Dubai, naenda zangu Katari, naenda zangu Saudia. Sawa, almuhimu ufanye nini? Kazi upate cha halali. Hatari ni kwa yule anayekaa mjini na anakula cha haramu, yeye hayuko tayari kula cha halali. Uislamu sivyo unavyotaka. Uislamu wamsisitiza Muislamu kula cha halali. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alifanya kazi ya kuajiriwa. Aliajiriwa na mke wake Bibi Khadija. Kabla hajamuoa Bibi Khadija, aliajiriwa na Bibi Khadija, akawa ni mtu wa mfanyia kazi na yalipwa. Leo mimi na wewe kijana mwenzangu, kuna baadhi ya vijana ukimwambia basi nenda katafute kazi uajiriwe katika mahala popote, akwambia mimi sitaki kukaliwa juu, mimi lazima niwe bosi. Uwe bosi vipi? Kila mmoja huanza chini. Kafanye kazi upate pesa. Baada ya kuajiriwa, pata pesa, fungua kampuni yako, uwe bosi. Huna kitu atakuwa bosi? Kwani mtu hulala akaamka akawa ni bosi? Kwani mtu wa bosi ndotoni? Lazima ufute jasho. Nenda kaajiriwe kwanza. Hata yule aliyokuwa bosi leo na jana, kwanza alianza kuajiriwa, alikuwa ni ameajiriwa polepole, akidunduliza, mwishowe akafungua kijikampuni chake, mwishowe akawa yeye bosi waajiri watu. Kwa hivyo Uislamu umemsisitiza mtu kufanya kazi. Tena Mtume Muhammad alikifanya kazi na huku akimsaidia ammi yake katika ule ujira akilipwa.
Msome Nabii Allah Yusuf alayhi salatu wassalam, kabla ya kutupwa kisimani alikifanya nini? Alikichunga mbuzi. Si ni kazi? Naam, ni kazi. Cha kushangaza ni mtu ambaye barobaro hataki kuoa, au barobaro ataka kuoa lakini hana pesa, na ukimwambia nenda kafanye kazi hataki, ataka kungojea kuchangiwa. Fanya kazi ndio uoe, haswa barobaro. Ukitaka kuoa kafanye kwanza kazi, kwa sababu waingia majukumu mazito, majukumu ambayo kwamba yataka wewe ufanye kazi ukiweko ndani ya majukumu yale. Leo ukingoja ndoa tu ataka kuchangiwa, ukioa wewe mke, si kila siku utakwenda kwa mama, mwambie mama nipe unga, nipe mchele. Kafanye kazi. Msome Nabii Allah Musa alayhi salatu wassalam, baada ya kukaa Masri na kutokea tukio, akatoka Masri akaelekea Madian. Alipofika kule, akaenda akatulia katika mti, mbele yake kuna kisima. Utakuta kilichofanyika baada ya kuwasaidia mabanati wawili, watoto wa Nabii Allah Shuaib. Baada ya kuwasaidia, waliporudi nyumbani, baba yao awauliza, mbona leo ni mapema? Mbona mmekuja mapema? Si kawaida yenu. Asema, mmoja akamwambia, leo tumetoka mapema kwa sababu tumepata kijana barobaro alioshiba vizuri, akatusaidia kwenye ufiniko wa kisima kuonyesha maji mbuzi zetu. Ndiyo maana baba yetu atuona tumekuja mapema. Baba yao akajua ndani ya Madian kama hili hakuna kijana angeliweza kufanya nini? Kuwasaidia. Siku zote walisha na vijana, lakini leo ndio amepatikana. Akaambiwa, nendani mkamwite huyo kijana. Mmoja akaja mbio akamwambia, inna abi yad'uka liyajzia ma sakaita la ajra ma sakaita la, baba nakuita akakulipe ujira wa jambo ulilolifanya la kutusaidia kuwanywesha. Alipokuja mpaka mbele ya mtume kama yule, akamwangalia na Nabii Shuaib, amwangalia. Alipomaliza mwambia, mimi nitaka kukuajiri, nataka kukuajiri mfanyie kazi kwa muda wa miaka 8 au hata 10. Nabii Allah Yusuf, Nabii Allah Musa akamwambia, ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayhi, miaka 8 miaka 10 mimi yote nitaikamilisha, sina ugomvi hapo. Lengo ni nini? Uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn, nataka kukuozesha hawa banati wangu wawili, mmoja katika hawa, yani ahowe, lakini kwa sharti kuoa kwenyewe lazima ufanye kazi miaka 8 au 10. Nabii Allah Musa hakulikataa, akakubali, aambia miaka yote 2 mimi niko tayari kufanya kazi. Nabii Allah Musa afanya kazi miaka 10. Mimi na wewe twalala, tukiamka tuambia baba atakakuoa, hujampa hata shilingi 10 babako apeleke posa kule unakotoka kuoa. Wataka baba atoe pesa zake za mfukoni ende akakuposea, akirudi aje akupe kilo ya unga. Fanya kazi kijana mwenzangu, kafute jasho, kusanya pesa, njoo mwambie baba, sasa mimi nataka kuoa. Umeweka bahasha pale,
Kimwambia baba, mzee, mimi leo nimekuja hapa nataka kuoa, na umeweka bahasha, mzee ajua kweli huyu mwanangu ataka kuoa. Ndio kumwambia baba ataka kuoa. Baba akuuliza, utaoa nini? Sina baba. Si uangalie. Baba tena angalia, na wewe ndio unaenda kuingia maisha hayo. Lazima watu wafanye kazi. Uislamu umemsisitiza Muislamu kufanya kazi. Wa qul i'malu fasayara Allah. Mwenyezi Mungu ametusalishia na akatuambia fanyeni. Wewe lako ni kufanya kazi. Ukitaka kufaulu maisha yako, fanya kazi. Fanya kazi. Hebu tujiulize, kwa nini vijana wengi washindwa kuoa? Kwa nini vijana wengi washindwa kumiliki majumba? Kwa nini vijana wengi washindwa kujimiliki wao wenyewe? Ni kwa sababu hawataki kufanya kazi. Lengo la maisha hawataki kuliendea. Lakini Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani akwambia, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wewe ukiamua kwamba kweli nataka nifanye kazi hii kwa lengo la kujiendeleza, pale Mwenyezi Mungu atakutilia taufiki, utafaulu. Hapo ndipo mahala Mungu atakutilia taufiki na utafaulu. Sisi tuangoja kushika watu makabari, tuangoja kubakura, tuangoja tuje tumuulize baba na mama. Hatuna lengo lingine. Tumeacha, tumesahau kwamba kazi ndio msingi wa maisha. Kazi ndiyo nguzo kubwa ya mtu kuweza kujimiliki yeye na kuweza kumiliki familia kwa ujumla. Ikhwata al-iman wal Islam, Mola kituafikia, tutakuja kuangalia thamarat al-kasb al-halal, matunda ya kazi ya halali ni yapi. Tutakuja tuangalie. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqulu bi qawlihi yahtadi al-muhtadun. Fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minin